Kwanza Andy Boyeli kama chuma cha Mjerumani ninampongeza kwa sababu amepata muda mchache, lakini amekwenda kuthibitisha kwamba kuna kitu ambacho anacho. Kwa hiyo kwa muda mchache ambao ameweza kucheza leo hii, amewathibitishia hata wengi kwamba sifa ya mshambuliaji ni nini? Ni kuweza kutumia nafasi ambazo klabu yako au timu yako inazitengeneza. Kwa Boyeli kwangu mimi naweza nikasema kwa hivi sasa huu ndio muda rasmi. Kumbuka, nafasi haupewi kwa upendeleo. Nafasi unapewa kwa ubora ambao umeuonyesha, hasa kulingana na nafasi ambayo unayocheza. Kwa hiyo kwangu mimi naona kabisa kwamba Andy Boyeli nadhani ana kila sababu sasa ya kuwa ndio striker nambari 1 ya Young Africans kwa sasa. Yeah? Yes, ana sifa hiyo ya kuwa striker nambari 1 kwa Young Africans kwa sasa, kwa sababu ana nguvu, anajua kutumia height yake aliyokuwa nayo, lakini hata akiwa katika box unamwona kabisa ana utulivu wa hali ya juu. Wengi wameshangaa kuona kwa nini penalty mtu ajianguka down, lakini ambacho kilifanyika pale ni composure ya Andy Boyeli, kwa maana kwamba akawa amerelax, akamfanya beki wa KMC kufanya makosa ya kitoto kwenye eneo la hatari. Sasa ile ni akili kubwa, ni composure ya utulivu. Sio kila seka hata kafanya kitu kama kile. Kwa kwangu mimi Andy Boyeli kwa kile ambacho amekifanya nampongeza, na naona ili kumuongezea confidence ya hali ya juu ambayo alikuwa anaitafuta ya kwanza kuscore. Hata mechi ijayo kama mambo yatakwenda vizuri kwa mapendekezo ya kocha akimpanga, sitaona shida. Ambokile wa siku za nyuma unavyosema Dube hastahili kwanza Yanga, inawezekana ulikuwa umeshayaona haya kwa Boyeli? Ni kwamba sifa ya mshambuliaji ni kufunga. Sawa. Mimi sitaki kuamini kwamba kuna kamati za ufundi si fulani karogwa kimekonda kimerudi. Wewe kama una ubora hauna. Kikubwa wachezaji wanapaswa kujitambua. Cha kwanza, wanapaswa kujua majukumu yao ni yapi. Wanipata vizuri? Nafasi 7 hutumia hata moja, maana yake nini? Wanipata? Leo na Yanga wanaondoka kwa sababu Andy Boyeli leo amemuimba Andy Boyeli kwa hajamuimba Dube. Na nafasi ambayo Dube amepewa ile ni kubwa kuliko Andy Boyeli. Kwa ninachoweza kusema ni kwamba washambuliaji nafasi wanayopewa ya kucheza ndio muda wa kuweza kuthibitisha ubora wao, kwa sababu mpaka dakika hii katika nafasi zima ya ushambuliaji kati ya Dube na Andy Boyeli inakuwa ni kama ni tupa ambao wananoana, kwamba huyu kafunga na mimi ngoja niongeze spidi, na mimi ngoja niongeze umakini. Ndio maana Alisa kuwa na kikosi kipana ambacho wachezaji wanasomana kunoana wao kwa wao. Yes. Bingwa mtetezi amecheza leo, ameshinda mabao 4-1. Mpinzani wake ambaye anamfuatia kwa karibu Simba Sports, kwa namna ambavyo timu zote umezitazama zilivyocheza msimu huu, zinatoa ishara gani kwa nao ya ubingwa? Of course naweza nikasema kwamba bingwa mtetezi amethibitisha kwamba anautaka ubingwa. Kwa nini? Na ndio timu pekee ambayo mpaka dakika imefunga magoli mengi kuliko timu yoyote, na ndio timu ambayo nikasema pia imeruhusu goli moja kama sana Simba, lakini ingekuwa ni changamoto kubwa sana kuona bingwa mtetezi anachechemea. Wanipata? Lakini kitendo cha kuanza kushinda goli nyingi zaidi, kwanza ni improvement ya kocha ambaye amekuja, kwa maana kwamba anajua nini anafanya wakati wa mechi na kumsoma mpinzani wakati wa mechi. Kwa hiyo kwa kile ninachokiona kwamba ni ligi ambayo itakuwa ni ya ushindani zaidi. Ukweli usipingika, Simba sio timu ya kawaida kama unasema utapita tu. Wamejiimarisha. Na Simba wana kikosi bora pia. Maana yake nini? Maana yake msimu huu bila tatuli inaonekana, msimu huu inaonekana wazi kabisa kuna ushindani ambao ni mkubwa sana. Sasa kama itatokea una timu ambayo haiwezi kutumia nafasi, maana yake itakuwa ni msiba. Leo ukiangalia Young Africans wamefunga magoli ambayo mchezaji mshambuliaji wa mwisho akai mbele kana swalisha. Wanipata vizuri bwana? Kwa maana yake ni ligi ambayo ni ya ushindani kweli kweli. Young Africans kama bingwa mtetezi anathibitisha hilo kwamba anautaka ubingwa kindaki. Mjerumani tunaongelea nini kwani? Mechi ambayo imemalizika sasa hivi punde, Young Africans akipata ushindi wa magoli 4-1 dhidi ya KMC. Tathmini yako ya kiufundi? Kwanza imekuwa ni mechi nzuri ambayo washabiki wa Yanga na washabiki wa mpira Tanzania wameenjoy, na hii ni kutokana na uthibitisho wa mabingwa watetezi kuanza kutetea ubingwa wao, kwa sababu Young Africans mpaka dakika hii ndio timu pekee ambayo imeweza kufunga magoli mengi mpaka hivi sasa. Unabisha kacheza kikoba, huo ndio uhalisia. Lakini kwa namna ambavyo nimeona
ni namna ambavyo kocha alikuwa anajaribu kuangalia wachezaji. Bahati nzuri sana naweza nikasema katika mechi ambayo nimeitazama ya leo, kocha anaonekana kushughulika wakati mechi inaendelea, kwa maana kwamba kusoma mchezo, wapi kuna shida, nini niboreshe, ni moja kati ya kitu ambacho kwangu nimekiona ni bora kwa siku ya leo. Na kocha wa Yanga anawathibitishia wachambuzi wote wa mchongo kwamba kocha akitoka national team hana uwezo wa kufundisha timu, ni uongo. Faida ya kufundisha timu, kwanza unakuwa na muda mrefu kukaa na wachezaji. Ukiangalia kwa asilimia kubwa duniani kote, sisi ndio kwa mara ya kwanza timu yetu zakakaa kambi wiki 2 mwezi. Unaelewa vizuri? Ni kitu ambacho duniani hakipo. Lakini katika mechi ya leo Young Africans imeshinda kwa ubora. Makosa ambayo wameyafanya KMC hii leo ni ya kitoto, ni kutokana na quality yao kuwa ndogo. Young Africans ukitazama chini ya kocha wao ambaye ni mgeni, inafunga katika maeneo yote. Timu ya Young Africans kwa the way ambavyo imecheza leo ni combination play, magoli ya mjumuiko wa kucheza kitimu, ndicho ambacho kimeonekana katika siku ya leo. Ambo kile performance ya leo ya Andy. Sasa sikize hebu achile kwenye uwanja wao kwanza.